Mwanamichezo, ni kuarike kwa unyenyekevu mkubwa katika sehemu yetu ambayo tunayajadili na kuyatazama mengi zaidi ya kimichezo. Bwana, ni kusalimu na nikiwa na matumaini makubwa ya kwamba mzima wa afya. Karibu katika sehemu yetu pekee ambayo unapata uhondo na kuzipata taarifa zote zenye ushibe wa kimichezo zaidi. Bwana, ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza unajiunga na YouTube channel yetu, pia hakikisha umeweza kusubscribe, utakuwa umefanya vizuri kabisa katika upande huo. Bwana, moja ya taarifa kubwa ambayo imeibua gumzo ni kile ambacho nitakubidisha upande wa mchezaji ambaye anahusishwa kujiunga na kikosi cha wekundu wa Simba katika dirisha dogo la usajili ambalo tayari limefunguliwa toka mnamo tarehe 15 ya mwezi wa 12. Ni dirisha ambalo kila mmoja anakuwa na nafasi ya kufanya maboresho ndani ya kikosi chake, kuingiza baadhi ya wachezaji ambao anaamini ya kwamba wana uwezo wa kuifanya timu yake ikatimiza kila ambacho anakihitaji, na mabadiliko ambayo pia anaamini ya kwamba baadhi ya wachezaji ambao wameshindwa kudeliver au wameshindwa kutoa kile anachokihitaji, wachezaji hao wanapata nafasi ya kupumzishwa. Then hao wachezaji ambao anawahitaji ni wachezaji ambao wanakuja kupata nafasi ya moja kwa moja ili kuonesha ukomavu, uweredi, ubora na usanifu uliotukuka. Sasa Simba ni moja ya timu ambayo inahitaji kufanya maboresho katika kikosi chake. Sote kwa pamoja tunakubali au tunakubaliana ya kwamba Simba as we talk right now ni moja ya timu ambayo haina matokeo mazuri, na haswa ukitazama michezo yake ya hivi karibuni, michezo ya kimataifa, lakini pia hata michezo ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Performance ya Simba Sports Club sio nzuri zaidi, kwa sababu ukitazama upande wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, Simba wameshinda mechi 4 kati ya 5, lakini ukija katika upande wa michuano ya kimataifa kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika, nako hawajawa na performance nzuri zaidi, kwa sababu within almost michezo yao miwili ambayo wamecheza hawajashinda mchezo wa aina yoyote ile, na wao ndio wanaoshikilia nafasi ya mwisho, jambo ambalo kiukweli mashabiki wa Simba hawafurahishwi wala hawapendezeshwi na hichi kinachoonekana. So how you have to improve so that mashabiki wa Simba watarejea katika sehemu ya furaha ambayo wamekuwa wamezoea. Basi yote kwa yote ni sehemu ambayo moja kwa moja tunakuja kutazama na kuangaza moja kwa moja upande wa maboresho makubwa ambayo tayari Simba wameahidi kuyafanya katika hili dirisha dogo, na haswa baada ya kumpata ambaye ni kocha mkuu Steve Barker, moja ya makocha bora kabisa ambao Afrika inajivunia kuwa nao kwa sasa katika ulimwengu wa makocha. Sasa upande huu wa Simba, mwana michezo, nitaomba unisikie kwa umakini mkubwa zaidi. Binafsi nitaomba ninukuu kila ambacho Aaron Okero, huyu ni kijana ambaye anatokea katika taifa la Uganda au tunasema ni Mganda, ambaye anakipiga katika klabu ya soka ya AS Vipers ya pale nchini kwao Uganda, na ni moja ya wachezaji ambao wamedhihirisha na kuweka wazi zaidi ubora wake ni ubora wa aina gani. Klabu ya wekundu wa Simba, moja ya timu ambayo tayari imeainisha kufanya maboresho katika kikosi chake, na katika maboresho ambayo Simba wameainisha kuyafanya, moja ya eneo ambalo wanahitaji kufanya maboresho au wanahitaji kufanya improvement ni katika eneo la kiungo cha ushambuliaji, kuingiza wachezaji ambao atakuja kutengeneza nafasi nyingi zaidi katika upande huo. Sasa Simba wakati ambao wakimnyatia Aaron Okero kwa mara nyingine tena, Okero ilikuwa ni jana, ilikuwa jana alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari wakati akifanyiwa mahojiano pale nchini Morocco, ambako tayari ametua akiwa na timu yake ya taifa ya Uganda the Cranes. Okero akizungumza juu ya namna ambavyo timu yake ya taifa wamejiandaa, lakini pia akaweza kuuliza swali juu ya tetesa ambazo zinadai na kusadiki kujiunga na klabu ya wekundu wa Simba. What's his opinion?